na Mtanzania yeyote atamani kufika katika maeneo yenye vivutio kama hiki hapa ambacho tumekiona. Na Mheshimiwa Waziri, wakati tunapanda pale nikauliza gharama ya Mtanzania wa kawaida kujionea vivutio vya aina hii, nimeambiwa ni takriban 11,800 na nimeona Watanzania wanaweza wakamudu kama ambavyo tunaona kwa wenzetu wa kutoka mataifa ya nje. Wakija kufanya utalii huwa haimaanishi kwamba ni matajiri sana, lakini wamejenga utaratibu wa kufanya kazi mwaka mzima, lakini wanatenga siku 2-3 za kwenda maeneo kama haya kuondoa stress. Tumeshuhudia maporomoko ya maji ya ajabu kabisa pale. Kwa hiyo nitoe rai kwa wenzetu wa uhifadhi kuendelea kuhifadhi urithi huu ili na sisi tuwarithishe watoto zetu na wajukuu zetu na wote wa Tanzania, taifa la leo na la kesho, kama ambavyo sisi tumerithi kutoka kwa baba zetu na babu zetu. Lakini la pili, kujionea utalii huu basi siwe jambo la wageni tu kutoka nje ya nchi. Ukishafanya kazi kwa bidii kwa mwaka mzima, tenga sehemu ya kwenda kuona baraka hizi ambazo Mungu alitupatia Watanzania, ambazo ni mali na urithi wa kila Mtanzania. Nimefurahishwa sana na uhifadhi wa mali asili, misitu, miti hii ya asili, wanyama wanaopatikana katika miti hii. Wana maeneo mengine ambayo tuna hifadhi za aina hii, kila moja tuwajibike kuziendeleza. Lakini pia hii hali ya asili inayoonekana hii pia ituhamasishe kwamba kumbe kutunza mazingira inawezekana. Unaweza ukatunza, unaona maeneo ambayo mazingira yametunzwa, maji bado yanatiririka kama hivi ambavyo tumeona. Maji yakitiririka hata katika maeneo ambayo sio ya uhifadhi yana manufaa kwenye shughuli zetu za kiuchumi za kila siku.